Shalom mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika kipindi chetu kizuri cha kujifunza neno la Mungu. Na leo tuna swali ambalo limekuwa likiulizwa na wapendwa wetu mara kwa mara. Na hivyo basi tumeona ni vizuri tukalitazama kwa jicho la kimaandiko tuweze kupata maarifa. Swali lenyewe linatoka katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 11 kuanzia ule mstari wa 11 na ule wa 12. Bwana Yesu anasema, "Amini nawaambieni, hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye." Mstari wa 12, swali letu liko hapo. "Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka." Sasa swali linatoka hapo, ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu. Ni nguvu zipi hizo ambazo zinazungumziwa hapo? Ni nguvu zipi hizo ambazo zinazungumziwa hapo? Hivyo basi tutaenda kuangalia maandiko yanatufundisha nini kuhusiana na nguvu ambazo tunapaswa tuwe nazo ili tuweze kuuteka na kupata ufalme wa mbinguni. Lakini tutaangalia mambo mawili makuu. Jambo la kwanza tutaangalia hapa, anasema unapatikana kwa nguvu. Maana yake kwamba kuna kuupata ufalme wa mbinguni, lakini anasema pia unatekwa na kuna kuuteka ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo haya ni mambo mawili ambayo unapaswa ujue. Jambo la kwanza kuupata na jambo lingine ni kuuteka. Ni vitu viwili tofauti ambavyo tutaviangalia katika maandiko. Lakini kabla kuangalia kwa undani maana ya maneno, hebu tujifunze kwanza nini maana ufalme. Ufalme ni nini? Ufalme ni mfumo wa utawala ambao ndani yake una watu. Lazima una watu. Ndani yake una desturi zake na mila zake. Ndani yake una mfumo wake wa kimaarifa au elimu. Ndani yake una eneo, lazima kuwa kuna eneo. Lakini pia ndani yake kutakuwa kuna uchumi wake, na ndani yake kutakuwa kuna mfumo wake wa ulinzi na usalama na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo ufalme ni kitu ambacho kimejumuisha kila kitu. Sasa tuchukulie katika picha kawaida au katika sura ya kawaida. Tunaposema ufalme kwa sasa hivi tuseme mataifa. Kwa mfano tuna taifa la Tanzania, taifa la Kenya, taifa la Kongo, taifa la Marekani. Haya yote ni mataifa au kwa namna nyingine ni ufalme. Na ukiangalia utaona mataifa yanatofautiana. Kuna mataifa utaona yana uchumi mzuri zaidi ya mataifa mengine. Kwa mfano nchi kama Qatar, nchi kama Kuwait, watoto wa kule au watu wa kule tayari serikali inayo pasenti au kiwango fulani cha fedha ambacho kimewekwa maalum kwa ajili ya kuaccommodate au kuwatunza watu wale. Lakini kuna mataifa mengine yana teknolojia hali ya juu, yana mfumo wa kielimu wa juu sana. Mataifa mengine yana mfumo wa ulinzi wa juu sana. Mataifa mengine yana watu wenye nguvu wengi sana. Mataifa mengine yana maeneo mazuri ambayo yana rasilimali nyingi ambazo watu wake wanafaidika katika rasilimali hizo. Ukienda nchi za Kiarabu utakutana na mafuta. Ukija kwa Afrika utaona kuna mataifa na madini, yana ardhi, yana mvua, yana rutuba. Kwa hiyo hizi ni tofauti za falme mbalimbali. Sasa tunaposema ufalme wa mbinguni tunamaanisha katika sura kama hiyo ni mfumo wa kiutawala ambao ndani yake una kila kitu. Sasa huu ufalme wa mbinguni umezidi falme nyingine zote ambazo ulishawahi kuzisikia chini ya jua. Imezidi ufalme wa Marekani, imezidi ufalme wa Tanzania, imezidi ufalme wa Kongo na falme nyingine ambazo ushawahi kuzisikia. Ni ufalme ambao uko mbali sana. Una nguvu kuliko falme zote, una elimu na maarifa kuliko falme zote, una watu kuliko falme zote, lakini pia una desturi na muundo na mfumo wa kitofauti na wa kipekee. Sasa kufahamu hilo maana yake nini? Sasa tunaenda kujifunza asili huo ufalme ambao tunaambiwa tunaupata kwa nguvu, lakini pia tunauteka kwa nguvu. Kuna mambo mawili hapo. Jambo la kwanza tunaupata. Kupata maana yake ni kwamba kuingia. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Luka sura 16 mstari ule wa 16, tusome pale. Torati na manabii vilikuwa hapo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Umeona kwamba tangu hicho kipindi habari njema za ufalme wa Mungu hutangazwa na watu hujiingiza kwa nguvu. Umeona hapo anasema hujiingiza, maana kwamba kuingia kunahitaji pia nguvu. Na tunaingia kwa namna gani? Tunazaliwa katika taifa au ufalme huo.
tunazaliwa katika taifa au ufalme huo. Kwa mfano leo hii mimi niseme ufalme wetu wa Tanzania, mimi nimekuwa Mtanzania kwa sababu nimezaliwa katika taifa hili. Ningezaliwa nchi nyingine nikaja hapa, mimi sio Tanzania. Kwa hiyo sistahili kuchukua au kurithi chochote katika taifa langu au kula vinono vya taifa langu. Kwa hiyo kuingia ni kuzaliwa. Sasa na sisi hivyo hivyo tunapoambiwa unapatikana kwa nguvu, yani tunauingia kwa nguvu. Maana yake kwamba lazima tujue ni nguvu zipi hizo zinazolengwa hapo. Sasa huu ufalme wa Mungu upo katika namna mbili. Ufalme wa Mungu kwanza upo pamoja na sisi, na ufalme wa Mungu pia ni ufalme ambao utakuja. Sasa ukitaka kudhibitisha hilo utasoma kile kitabu cha Luka sura 17 mstari wa 20. Watu walikuwa na shangaa wakitazamia kwamba ufalme wa Mungu utakuja ghafla. Lakini Yesu akamwambia, tazama ufalme wa Mungu uko mioyoni mwenu. Maana kwamba unaingia kwanza ndani yetu. Lakini kuna ufalme tunaopata ndani ya mioyo yetu, lakini kuna ufalme ambao utakuja kabisa ili tuone katika sura ya macho. Ufalme ambao unakuja kwanza ni katika roho, lakini ufalme ambao tutauona na kushuhudia kwa macho yetu na utawala wa kifalme kabisa tutakuja kuona hapo baadaye baada ya maisha kuisha. Ndio hapo ukisoma Mathayo sura ile 25 kuanzia mstari wa 14 hadi ule 30 utaona Bwana Yesu anazungumzia kuhusiana na mtu mmoja ambaye aliwapa watu talanta, mwingine 5, mwingine 2, mwingine 1, na kila mmoja kaenda akafanyia biashara. Utaona baada ya wale watu kurudi waliofanya vizuri akaambia, nenda ukamiliki mengi. Maana kwamba kuna utawala ambao mtu atamilikishwa uko mbeleni. Sasa hilo ni jambo lingine ambalo tutajifunza kwa wakati mwingine. Nilikuwa nataka upate picha kuona kwamba ufalme huu uko katika ndani yetu, mioyoni mwetu, unatengenezwa kwanza ndani yetu, lakini pia tutakuja kuona kwa macho na tutaishi kama vile tunavyoishi Tanzania, Kenya na Uganda. Sasa hapa natuambia vote hivi vinapatikana kwa nguvu. Maana kwamba kuingia katika hivi unapatikana kwa nguvu. Sasa ni nguvu zipi zinazozungumziwa? Nguvu zinazozungumziwa, nguvu ya kwanza ni nguvu ya kushinda dhambi. Kwa nini dhambi? Kwa sababu ufalme huu asili yake na utamaduni wake ni utakatifu. Maana kinachozaliwa katika ufalme huu lazima kiwe kitakatifu, kisichokuwa na dhambi hata moja, kisichokuwa na dosari hata moja, kisichokuwa kinyonge kwa namna yote. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Ufunuo sura ile 21 mstari wa 26 mpaka 27 anasema ndani yake hakitaingia kamwe kilicho kinyonge. Na unyonge unaozungumziwa hapo ni unyonge upi? Ni unyonge wa dhambi. Dhambi imekuwa adui wa mwanadamu tangu mwanzo, ndio inayofanya afe. Na kinachoingia kule lazima kiwe kitu ambacho kinaishi milele, ambacho hakishindwi na dhambi. Sasa mwanadamu kwa asili ameshindwa na dhambi. Kwa hiyo Mungu alipoona hivyo akaleta nguvu duniani ya kumsaidia mwanadamu aweze kushinda dhambi. Na nguvu hiyo aliyoleta duniani ndiye Yesu Kristo Mwokozi. Yesu Kristo Mwokozi ndiye nguvu ya Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari ule 24, Biblia inasema Yesu Kristo ndiye nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Nguvu ya Mungu ya kushinda dhambi ndiye Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja ili kutusaidia sisi kushinda dhambi. Ndio maana yeye aliishi bila dhambi yoyote na akafa kuchukua dhambi zetu. Na yeyote atakayemwamini tayari kashapokea ondoleo la dhambi, kashapokea ushindi dhidi ya dhambi. Maana yake ni kwamba haihesabiwi dhambi hata kidogo. Ndio maana tunasema Yesu alishinda kaburi na mauti. Kwa hiyo maana yake nini? Ukimpokea Yesu automatically tayari una nguvu ya kushinda dhambi, sababu dhambi ikutawali tena, kwa sababu wewe upo ndani ya Yesu. Kwa mfano, nikupe mfano. Mimi kwa nguvu zangu siwezi kuinua jabali la kilo 300 au 400 kwa mikono yangu. Lakini nikienda nikachukua bulldozer, kile kijiko kile cha wajenzi, nikaenda nikachukua bulldozer nikanyanyua lile jiwe kwa kutumia kile kijiko cha gari, automatically nitaweza kunyanyua lile jiwe. Lakini sio kwa sababu ya nguvu zangu mimi, lakini kwa sababu ya kile chombo nilichokivaa na kukiendeshea kikaweza kunyanyua lile jiwe. Kwa hiyo ni mimi sasa tu nimenyanyua lile jiwe kwa kupitia chombo. Hivyo hivyo na sisi dhambi hatuwezi kuishinda, lakini tukimvaa Yesu Kristo dhambi haina nguvu yetu. Kwa hiyo nguvu inayozungumziwa hapa sio nguvu ya misuli, sio nguvu ya kupambana, sio nguvu ya wewe mwenyewe kufanya juhudi yako kusema mimi nitaingia mbinguni kwa sababu ninatenda matendo mema. Unajidanganya. Kwa sababu utatenda 20 lakini 10 atakupiga chenga. Utasema mimi sizini, mimi siongee uongo, lakini ndani ya moyo wako na hasira, ndani ya moyo wako na uchungu. Hiyo yote tayari ni kosa ambalo alikufanya usistahili kuingia mbinguni. Kwa hiyo kuishinda dhambi
automatically tunamhitaji Yesu. Ndio maana kwa nini tunamhubiri Yesu? Kwa nini Yesu imekuwa ndio kelele zetu? Kwa sababu kwamba mwanadamu hawezi kuishinda dhambi wala kumshinda shetani kwa nguvu zake au kwa dini yake nzuri au kwa dhehebu lake nzuri au kwa matendo yake mema. Hawezi hata kidogo. Hiyo ni nguvu ya Mungu inayohitajika kumsaidia mwanadamu, ambayo ndio Yesu. Yesu ni nguvu ya Mungu, Yesu ni hekima ya Mungu. Kwa hiyo unaweza kuona hapo, ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka. Ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na wenye Yesu ndio wanaoteka, kwa sababu Yesu ndio nguvu ya Mungu. Hilo ni eneo la kwanza. Naamini mpaka hapo utakuwa umepata uelewa. Lakini pia sasa turudi kwenye ule mstari. Anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu. Kupata tunapata kwa kuzaliwa au kwa kumpokea Yesu. Lakini anasema nao wenye nguvu ndio wanaoteka. Kwa hiyo kuna kuuteka ufalme. Maana yake kwamba nikisema na uteka, maana yake kwamba natafuta utawala, natafuta mamlaka, natafuta uongozi, natafuta nafasi katika ule ufalme. Sasa hapa Tanzania ni wengi ni wa Tanzania, lakini si wengi wana mamlaka au wana utawala katika nchi hii. Lakini utagundua wenye nguvu, unakuta labda ni wanasiasa, utakuta watu wenye elimu kubwa, utakuta labda ni watu wenye bidii sana ya kazi. Unagundua kwamba hawa ndio wanachukua kama utawala wa nchi. Wanaweza kuamua lolote, wanaweza kufanya lolote. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamekuwa na nguvu tofauti na hawa wengine. Ndio maana kwa nini mtoto akizaliwa anapewa elimu, na yule ambaye anakuwa na elimu kubwa zaidi ndivyo nguvu zake katika nchi zinaongezeka. Au yule mtu ambaye ana bidii sana, mwisho wa siku anatajirika, mwisho wa siku nguvu zake katika jamii zinaongezeka. Kwa hivyo na Mungu sisi tunauteka ufalme. Tukienda kule tutatofautiana, watu wenye umiliki mkubwa na watu wenye umiliki mdogo, na watu ambao wanaweza kufanya mambo ya ufalme wa mbinguni hapa duniani kwa mamlaka, kama vile mitume, kama vile watu wengine. Sasa nguvu hizi tena ni nyingine, ni tofauti kabisa na zile tunazosema umempokea Yesu au umezaliwa mara pili. Ile umekweli umeingia, wewe ni mshirika, umeingia na unastahili kwenda mbinguni. Lakini sasa ili kuweza kuwa na nafasi katika ufalme wa Mungu, kuweza kuwa na talanta inayozaa, talanta inaweza kuleta matokeo na matunda na kuleta watu katika ufalme wa Bwana, inahitaji nguvu nyingine. Na nguvu hizi zinajulikana kama nguvu za Roho Mtakatifu, ambazo tunazisoma katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Tusome pale. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Yesu aliwaambia mitume wake, msiondoke Yerusalemu mpaka mtakapopokea ahadi ya Baba, nguvu na uwezo utokao juu, ili muweze kunishuhudia mimi na kuleta matunda. Maana yake kwamba sisi kuenda kuwaleta watu kwa Yesu, hiyo ndio sasa kuteka ufalme. Lakini sasa tunawezaje? Tunaweza kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna kitu kinachoitwa ujazo wa Roho Mtakatifu, ambao huu watu wengi wanaukimbia. Kwa sababu gani? Wanaona kama vile kujazwa Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha. Hapana ndugu yangu, ni zaidi hapo. Maana yake ni kwamba sisi hatuwezi kumtumikia Mungu na kufanya kitu chenye matokeo cha ufalme wa mbinguni duniani watu wakakiona kama hatuna ujazo wa Roho Mtakatifu. Sasa ujazo wa Roho Mtakatifu unakuja katika maeneo kadha wa kadha. Ndio eneo la kwanza ni maombi. Maombi yanatujaza Roho. Muombaji mzuri anakuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kudhihirisha matunda ya Mungu katika maisha ya wanadamu. Lakini pia neno pia linakutengenezea mazingira ya Roho wa Mungu kukaa ndani yako. Lakini kuna jambo lingine kubwa sana ambalo watu wanashindwa kulijua. Na jambo lenyewe ni kujikana nafsi. Kwa namna nyingine kujikana nafsi ni kujitoa sadaka. Unapojinyenyekeza mbele za Bwana, unapojitoa mbele za Bwana, unapojiachilia mbele za Bwana, sasa unampa Roho Mtakatifu nguvu. Ndio maana ukimsoma Yohana huyu, ndio maana kwa nini nasema tangu siku za Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu. Kwa nini aseme tangu siku za Yohana? Kwa nini aseme tangu siku za Musa, tangu siku za Elia? Yohana alikuwa ni mtu ambaye alijitoa, alikubali kuacha vitu vingi, alikubali kujitenga na ulimwengu, na hiyo kamfanya kuwa na nguvu. Kisoma kitabu cha Luka anasema yule mtoto akakama jangwani akaongezeka nguvu rohoni. Kwa hiyo kuongezeka mtu nguvu rohoni, hata Kristo aliongezeka nguvu rohoni, ni kwa kujibidisha na mambo ya Mungu
na kwa kujitenga na mambo ya ulimwengu na kwa kukaa mbali na vitu vinavyoweza kukuharibu na kukufanya usijengwe na Bwana. Dhambi inavujisha nguvu za Mungu ndani ya maisha ya mtu. Roho Mtakatifu anashindwa kujaa vizuri ndani ya mtu kwa sababu mtu huyu anajichanganya na mambo mengi. Huyu anataka kumtumikia Mungu, huyu bado yupo katika mambo ya kidunia. Yeye anasa ni yeye vikao visivyompendeza Mungu, yeye yupo busy, hana muda wa kukaa katika utulivu, hana muda wa kusema hii company ya watu mwisho kuanzia leo. Hana muda wa kusema sasa ninaamua kuacha dhambi hizi au tabia hizi au mienendo hii, nijitenge ni utafute uso wa Mungu, nijitenge katika kumtumikia Mungu. Nikubali kwenda kuumia kwa sababu ya kazi ya Mungu. Nikubali hata kupigwa na jua kwa sababu ya kazi ya Mungu. Ukijitoa kwa namna hiyo, nakwambia ukweli ni ujazo wa juu sana wa Roho Mtakatifu. Ndio maana kwa nini Bwana Yesu alisisitiza sana, akasema mtu yote asiacha vyote hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hawezi kuwa na nguvu kama uwezi kuacha vitu ambavyo vinakinzana na kusudi la Mungu. Kuacha mifumo ya dunia hii, kuacha mitindo ya dunia hii, kuacha namna ulimwengu huu na kumfuata Yesu Kristo kutakujalia wewe kuweza kuwa na nguvu za kumshinda shetani na kuweza kuteka ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo lazima ulijue, na hapa ndio kitu kinachoitwa utumishi wa Mungu. Wengi tumeitwa lakini si wengi tuna nguvu ya kumtumikia Mungu. Ndio kweli huo. Wengi tupo kanisani lakini kwa nini hatuna nguvu ya kumzalia Mungu matunda? Labda mwingine yupo tu kanisani lakini hata siku moja hajaje kumleta hata mmoja kwa Yesu. Kwa nini inakuwa hivyo? Au pengine hawezi hata kufanya jambo lolote la kiroho au la ufalme wa Mungu kuwasaidia watu. Hawezi. Kwa sababu gani? Hana nguvu, hajajazwa Roho Mtakatifu vizuri. Kwa hakikisha ujazwa Roho Mtakatifu ni sema maisha yako. Kuwa mwombaji sana. Jitahidi kuwa na mifungo, jitahidi kuwa na mikesha, omba. Soma neno sana kila siku. Lakini pia kubali kujisacrifice, kubali kujitoa sadaka, kubali kuacha vitu ambavyo vinakinzana na kusudi la Mungu. Kubali kuwa mtumwa na mtumishi. Mtumwa ni mtu ambaye anatumikishwa na ajiamulie maamuzi yake mwenyewe. Kubali kuongozwa na neno. Nakwambia baada ya kipindi kifupi, baada ya wakati fulani, utaanza kuona na wewe una nguvu ya kuweza kuwaleta wengine katika ufalme wa Mungu. Kwa ndugu zangu, hizi ndizo nguvu ambazo tunapaswa tuwe nazo ili tuweze kuteka ufalme wa Mungu. Tuweze kuupata na kuuteka. Hakikisha una Kristo. Kama una Kristo hauna nguvu yote. Na baada ya Kristo hakikisha unajazwa Roho. Na kama una ujazo wa Roho bado hauwezi kuuteka ufalme. Unaweza kukaa ndani ya ufalme lakini usiuteke ufalme. Tujitahidi kama watoto wa Mungu tuteke ufalme lakini tupate ufalme ili Bwana azidi kututumia katika ushindi na uhodari wote. Panapo wakati mwingine tutajifunza tena maswali mengine ambayo yakiulizwa, lakini pia ikiwa na swali ambalo yamkini la kuchanganya katika maandiko au katika maisha, basi tuandikie katika eneo la comment hapo chini. Andika swali lako, weka namba yako ya simu. Kama ikiwezekana basi sisi pia tutakutafuta na tutaweza kukutumia. Tovuti yetu ina mafundisho mengi sana na maswali na majibu mengi. Na majibu ya maswali mengi ambayo yamejibiwa katika Biblia. Tembelea tovuti yetu www.wingulamashahidi.org au ukiandika www.nuruyaupendo.com, basi ujue kabisa moja kwa moja utaenda katika tovuti yetu yenye madarasa na mafundisho mengi sana na miongozo mingi sana hata maombi. Na ikiwa pia una swali zaidi hapo, wasiliana nasi kwa namba